Mtazamaji wa HV Media, leo ni Agosti 7, 2026 na ripoti zetu leo moja kwa moja zinatokea hapa Ngongo mkoani Lindi, tukiwa tunafahamu kwamba tuko katika siku kuelekea maadhimisho ya sikukuu ya wakulima kwa maana ya 8/8, ambapo tunashuhudia wajasiriamali mbalimbali wakionyesha ubunifu wao na bidhaa ambazo wamekuwa wakizitengeneza kwa niaba ya kuzitangaza kwa jamii. Na hapa niko na mmoja wa wajasiriamali ambaye yeye anatengeneza furniture ama bidhaa ambazo zimebezi kwenye utamaduni. Na hapa tunaona kuna meza, kuna viti kama hivi tulivyokaa, na sisi moja kwa moja tunaenda kuzungumza naye atueleze kwamba vitu hivi gharama zake zikoje na wapi anapatikana ili kuweza kumuinua kwa namna moja ama nyingine aweze kupata wateja zaidi. Brother, mambo vipi? Bana fresh. Kama kaa? Amani ipo. Kwa faida ya mtazamaji wa HV Media ambaye anakutazama muda huu, anatamani kukufahamu wewe ni nani na ni mkazi wa wapi labda? Okay, kwa majina naitwa Abdishakuru Hamidu. Natokea Ruangwa. Sehemu moja panaitwa Likwachu, ni mjasiriamali ambaye anajishughulisha na furniture asili kama mnavyoona. Natengeneza viti kwa kupitia mti wa mwanzi. Lakini pia natengeneza meza, makapu, vitray na vitenga vya kutia nguo chafu. Yeah. Na pengine idea ilikuwaje? Idea ulipata wapi ya kufanya vitu vya namna hii? Idea ni kwa babu, ni urithi. Alinifundisha kipindi cha nyuma mpaka nimefikia hatua hii. Kwa hiyo ndo iko hivyo ya. Na mpaka sasa pengine una muda gani tangu umeanza kufanya shughuli hizi? Kwa muda almost ni wastani kama miaka 8 hivi mpaka sasa hivi. Ni miaka 8 imepita tangia nijifunze mpaka leo ya. Kwa maana unataka kutuambia kwamba hii ndio shughuli yako kuu ya uchumi? Ya, ni kweli ndio shughuli yangu, kwa sababu baada ya hapa maonyesho, ina maana hata nikiwa nyumbani huwa natengeneza oda za aina tofauti tofauti ambazo watu wananipa, lakini pia ni biashara ambayo nimefanya, ni basic ambayo inaniingizia uchumi yangu. Watu wanajiuliza bidhaa ni ya mwanzi. Mwanzi kweli unaweza kudumu kwenye harakati kama hizi? Unaona kama watu tumekaa, kuna watu wanene bwana. Okay, kwa upande wa mianzi ni imara, kwa sababu mianzi ni miti ambayo kwanza ni miti ambayo ni adimu, lakini pia huwa naota msituni. Kwa kifupi ni mti pori. Kwa hiyo mianzi ni imara endapo utaikata mianzi iliyokomaa vizuri, ukasukia viti vinakuwa imara, haviharibiki na vinakuwa imara na ubora wa hali ya juu. Lakini pia kwa watu ambao ni wanene, watu wanene huwa na designia viti vikubwa kutokana na namna walivyo. Na maana akinipa oda na mtengenezea kulingana na namna alivyo. Akiniambia nataka kubwa design hii, basi ndio na designia hivyo hivyo. Yeah. Na ni mara yako ya ngapi kushiriki kwenye maonyesho haya 8/8? Ni mara ya 5, mwaka wa 5 nashiriki. Kuna tija yoyote ambayo unaipata kupitia maonyesho haya? Yeah, ni kweli napata tija ipo, kwa sababu baada ya hapa huwa mafanikio mazuri sana huwa napata kwa kutokana na mtazamo wa watu wanavyoiona kazi yangu, wanaiona ni bora. Unaona bana, kwa simu huwa zinaita sana kwa kunipa oda na designia na watumia kwenye gari. Kunakuwa na mitazamo tofauti kwa baadhi ya watu kwamba wanadharau hizi shughuli hasa za utamaduni. Wewe unalipi kwenye hili? Hujapitia changamoto za namna hiyo? Changamoto nimepitia, lakini mimi naweza kusema tu kwamba jambo lolote lile, jambo la kwanza kabisa ili ufanikiwe, inatakiwa uwe na nia na uwe na focus na malengo pia, kwa sababu kudharauliwa hiyo ipo. Kwa mfano kama vijana wengi hawataki kujishughulisha issue kama hizi hapa, kwa sababu wanaona nitadharaulika, watu watanichukuliaje, jamii itanionaje. Lakini kwa upande wangu hiyo yani sio kitu changu. Huwa mimi na focus kwenye jambo langu, nikiona ile jambo linaniingizia faida na lina manufaa, hata kama watu kawa wananicheka, lakini mimi hata sizingatii. Na hali ya soko ya bidhaa zako ikoje sasa? Kwa upande wa soko nashukuru soko lipo, anafanya biashara vizuri, lakini pia kwa upande wa bei pia bei ni nafuu na vinapatikana kwa bei nafuu. Kwa mfano kama hii meza inapatikana kwa 25,000. Ina maana seti ni 100,000, kwa maana inakuwa na meza na viti vitatu. Tunaona hapa kuna ukubwa wa aina tofauti tofauti, pengine na bei pia inakuwaje? Inakuwa bei moja au zinakuwa zinatofautiana pia kutokana na ukubwa wa meza na kiti? Okay, bei huwa zinatofautiana kwa sababu kuna viti vikubwa na vidogo, kwa maana kuna viti vya watoto na wakubwa. Kwa viti vya watoto kimoja kinakuwa 15,000, lakini kwa seti ambayo inakuwa na viti vitatu na meza moja inakuwa 60,000. Yeah, lakini kwa wakubwa ndo 100,000. Utofauti ndio kwa hapo. Okay. Vijana wengi wamekuwa wakitamani kufanya vitu vya namna hii, lakini wanapitia changamoto. Unawaambia nini sasa hao vijana? Cha kuambia ni kwamba changamoto zipo na changamoto haziishi. Unavyotaka kufanya jambo lolote, jambo la kwanza kabisa
mtangulize Mungu mbele akusimamie, lakini pia lazima uwe na nia katika moyo wako, kwa sababu nia ndio itakusababisha wewe kufanikiwa jambo lako. Lakini pia nawakaribisha katika fani hii, kwa sababu mimi ni binadamu, leo na kesho naweza nikaanguka nikafa na idea ikapotea. Kwa hiyo nawakaribisha vijana wenzangu kwa ajili ya kuja kujifunza, japokuwa napitia changamoto katika wanafunzi kwa sababu ya ugumu wa kazi namna ulivyo, kwa sababu natengenezea kisu, natumia kukwanga. Kwa hiyo kuna changamoto za kujikatakata kwa mwanzoni, changamoto ipo, lakini unakuta watu ambao nawafundisha wakiumia kidogo basi washanikimbia tena. Lakini mimi nina nia kuwafundisha vijana wenzangu ili wajue na wao na performance nzuri kwenye kazi hii, ili tuwe tunaingiza kipato kwa kupitia kitu kimoja kwa vijana wote. Pengine unatumia muda gani kukamilisha kutengeneza meza au pamoja na viti? Okay, kwa muda ambao natumia kwa siku moja huwa ninatengeneza viti viwili na meza moja, kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 11:30 jioni. Meza moja na viti viwili hivi vya muigamo. Umeshawahi kupata tenda la kupeleka mzigo labda kwenye ofisi za serikali ama mashirika binafsi? Kwa ofisi za serikali hapana, ila mashirika binafsi nishapata hizo na nishapeleka sana. Yeah. Neno lako la mwisho kwa wanajamii kuhusiana na biashara hii? Kwanza kabisa ningependa kuambia jambo moja, kwamba ninawapenda sana, lakini pamoja na kuwapenda tusibaki nyuma. Tupambane, tujitahidi kupambana kwa ajili ya kuhakikisha mazingira yanakuwa poa, kwa sababu sasa hivi jamii imepotea kwenye mazingira nasema ni mabadiliko tusema mabadiliko ya nchi, kwa sababu unakutana na watu wana nguvu na wana akili, lakini wanafanya kazi hatarishi, wakati hiyo kazi hizi za kufanya za kawaida ukaipata kipato na maisha yakaenda vizuri zipo. Kwa hiyo mimi nawashauri tu watu wote nawakaribisha katika kazi hii waje kujifunza ili tupate kipato, tufanikiwe katika maisha yetu. Asante sana. Nashukuru sana. Na mtazamaji wa Chivihi Media, kufikia hapo mimi sina la ziada. Jina langu ni Heri Abdalla na hii ni Chivihi Media. Tuko mbashara kutokea hapa Ngongo mkoani Lindi. Kama unavyoona ni maandalizi kuelekea kilele cha maadhimisho ya sikukuu ya 8/8 ambapo yanatarajiwa kufanyika tarehe 8 mwezi wa 8 2026, kwa maana ya hapo kesho Jumamosi. Cha msingi ni kusubscribe, kulike na kucomment YouTube channel yetu, lakini pia usisahau tunapatikana katika mtandao wa Instagram, TikTok pamoja na Facebook. Anwani hiyo ya Chivihi Media. Asante na kwaheri.